tuna confusion ya identity. Watu hawajijui wao ni nani. Na unajua usipojijua wewe ni nani, watu watakwambia wewe ambaye sio. Na matokeo yako utaisha na kuishi duniani ukiwa mtu ambaye hujitambui kabisa. Kwa tutajifunza kuhusiana na kupanga malengo, lakini kupanga malengo ni matokeo. Ukipanga malengo bila kuwa na msingi sahihi, malengo yako hayataweza kutimia. Kwa leo tutagusia mambo makubwa mawili. Tutagusia kitu kinaitwa purpose na tutagusia kitu kinaitwa plan. Kusudi na mipango. Hatuwezi kuwa na mipango kama hatuna kusudi. Haiwezekani. Na wakati mwingine tukipata fursa tutajifunza kuhusiana na passion sasa. Lakini leo naomba tugusie vitu viwili. Purpose and plan. Kusudi na mipango. Okay? Kwa hiyo mtu mmoja anaitwa John F. Kennedy alikuwa rais wa Marekani. Alisema hivi, ukiwa na juhudi na ukiwa na ujasiri wa kufanya mambo lakini huna mwelekeo katika maisha, wewe utakuwa ni mtu uliyefeli. Wanaofeli duniani sio wavivu. Wenye maisha magumu sio kwamba ni wavivu. Hivi mtu ambaye anaamka kule kijijini kwetu asubuhi saa 10, anachukua jembe, anaenda shambani, analima mpaka mchana. Wengine wanakula ugali kule usikumani, wanakula ugali usiku. Analima, warudi mpaka jioni, wanarudi na kuni, wanalala usiku wamechoka, wanaamka tena alfajiri. Hao ni wavivu? Sio wavivu. Kwa unaweza ukawa na bidii lakini ukaishi tu maisha magumu. Mtu ambaye anafanya kazi kwenda sokoni pale, anabeba mizigo, anaamka wakati umelala. Saa 10 anaenda kuwai malori anakuleta mazao. Anafika pale anabeba mizigo, anatoka na jasho. Wengine wale wanaendesha na maguta, unakuta amevua na shati, anaendesha guta, amechoka kweli kweli. Mpaka usiku anaenda amelala, lakini siku nzima anatengeneza hela kidogo sana. Kwa sio mvivu yule. Ila lack of direction. Usipojua unatafuta nini, usipojua unataka nini, usipojua wewe ni nani kwenye maisha, utaweka juhudi zote lakini utapata matokeo. Kwa hiyo tunasema kuna aina mbili za watu tunapofika kwenye mambo ya purpose na plans. Kuna watu ambao wako kwenye progress, wanapiga hatua za kimaendeleo, wanapiga hatua. Alafu kuna watu ambao wako kwenye movement, wenyewe tu wanaamka asubuhi, wanaenda, wanarudi, wanaamka asubuhi, wanaenda. Hao wako kwenye movement lakini hawako kwenye progress. Kuna tofauti sana duniani hapo, sifiki kama kila mtu anaendelea mbele. Kuna ambao wanakimbia na kuna ambao wanaenda mbele. Ni vitu viwili tofauti. Sasa tunachokifanya hapa ni cha kukutengeneza wewe uwe na specific direction, kuwa na mwelekeo sahihi wa maisha yako ili uone matokeo. La sivyo utakuwa unafurahia mwaka mpya. Kwa sababu watu wengi wanafikiri mwaka mpya ni mabadiliko ya kalenda. Mwaka mpya sio mabadiliko ya kalenda. Mwaka mpya ni mabadiliko ya mtu. Hakuna mwaka mpya pasipokuwa na mtu mpya. Ndio maana China wanasherehekea mwaka wao tofauti na sisi. Ingekuwa kama lazima wewe mwaka wetu ndio wewe mwaka mpya, maana yake ingekuwa inabidi lazima tusubiriane duniani. Kwa hata mimi leo naweza nikatangaza kuanzia leo mimi nasherehekea tarehe 14 mwezi wa 12 ndio mwaka wangu. Una cha kunifanya? Kuna nifanye? Nasherehekea tu. Sasa, leo tutajifunza nini? Kuna objective 5 ambazo ukiziandika zitakusaidia kujua kama umepata ambacho nataka ukipata leo. Okay. Cha kwanza nataka tuelewe kuhusiana na purpose. Understanding on purpose. Kuelewa kuhusiana na kusudi. Cha pili, kuelewa umuhimu wa kusudi. Cha pili. Cha tatu, kugundua kusudi lako. Kugundua kusudi lako. Cha nne, kuoanisha mipango yako na kusudi lako. Aligning your plans and your purpose. Kuoanisha kusudi lako na mipango yako. Cha tano, tutaangalia kwa nini watu wanafeli kutimiza malengo yao. Kwa nini watu wanafeli kutimiza malengo yao. Alafu cha sita na cha mwisho tutajifunza namna ya kupanga malengo yanayofanikiwa. Namna ya kupanga malengo yanayofanikiwa. By the time tunamaliza hapa, kama mambo yote hayo utakuwa umefanikishwa kuyaelewa na kujua ufanye nini kuhusiana na mambo hayo, maana yake wewe utakuwa ndio mshiriki mzuri wa hii semina. Utakuwa umefanikiwa vizuri. Yaani
muda wako na pesa yako uliolipa itakuwa imeleta faida kwenye maisha yako. Ila ukikosea, ukakosa kimoja hapo, maana utakuwa hujajitendea haki kwenye maisha yako. Tuko pamoja? Sasa tuanze na cha kwanza. Tuelewe kuhusiana na kusudi. Tukizungumza kusudi, purpose. Kwa nini somo la purpose mimi huwa napenda kulizungumzia sana? Kwa sababu kwanza ni somo ambalo mimi binafsi nimeletea mabadiliko kwenye maisha yangu. Katika kitu nimehangaika nacho sana kwenye maisha yangu ni kujua kwa nini mimi nimezaliwa. Kwa nini niko hapa duniani? Kwa nini Mungu alinileta duniani? Nimekuja kufanya nini hasa? Kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukafikiri uko hapa ili ule, ufanye kazi, upate mume au mke, ujenge nyumba, ununue gari, upate wajukuu, uzeeke, ucheze na wajukuu, ufe. Lakini kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho. Na tafiti zinaonyesha kwamba ni 3% tu ya watu duniani wanaojua kwa nini wamezaliwa. Na kwa sababu hiyo, hii 3% ndio ina mafanikio makubwa kuliko 97% ya watu wote duniani. Kwa kitu kimoja hapo unatakiwa udetermine, ukusudie ndani ya moyo wako ni kwamba uwe katika hawa watu wachache sana ambao wenyewe wanajua kwa nini wamezaliwa. Sasa kuna fakti 12 kuhusiana na purpose yako ambazo nitazitumia kusaidia kufahamu key insight, mambo ya msingi ya kuelewa kuhusiana na kusudi lako. Cha kwanza, kusudi. Insight ya kwanza kuhusiana na kusudi. Kusudi ni sababu inayofanya kitu kiwepo. Kusudi ni sababu inayofanya kitu kiwepo. Na tuko darasani, kwa hiyo tutaenda kidarasa. Kama una swali wakati naendelea, unaweza ukaliandika pembeni, tutakuwa tuna muda pia kuulizana maswali. Kwa hiyo tunasema reason for why something exists, hiyo ndio kusudi. Kwa nini hichi kitu kipo? Hicho ndio kusudi chake. Kwa hiyo ninapozungumza kusudi langu mimi Joel, tafsiri yake nataka kujua kwa nini mimi na exist. Tunaelewana vizuri jamani? Kwa nini hii peni ilitengenezwa? Semeni, sio swali la mtego, ni swali la kawaida tu. Kwa hiyo kwa ajili ya watu waandikie, si ndio? Kwa hiyo ni sahihi nikisema kusudi la hili peni ni ili liweze kuandika, si ndio? Nikianza kuandika hapa kila saa ikawa iandike, nafanyaje peni? Naitupa, si ndio? Na wewe usipojua kusudi lako au usipofanya kusudi lako duniani, una haki ya kuishi. Unampa Mungu sababu ya kutokukulinda. Akulinda ufanye nini sasa? Kwani ukinunua viatu ulinunua ili vitembelee, vimechanika chanika, ukivaa soli natoka unakanyaga, utakaa navyo ndani? Kwa hiyo mimi nawaambia watu, njia mojawapo ya kumwambia Mungu niendelee kuniweka duniani kwa sababu bado ninalijua kusudi langu na bado naendelea kuishi. Kwa kusudi ni kwa nini kitu kipo. Namba 2, kusudi ni ile shauku iliyomfanya aliyetengeneza kitu akitengeneza hicho kitu. Ni shauku au ni dhamira kwa lugha nyingine, intention iliyomfanya mtu aliyeumba kitu fulani akitengeneze hicho kitu. Ile intention yake ilikuwa ni nini? Hilo ndio kusudi la hicho kitu. Tunaelewana vizuri? Tafsiri yake ni nini? Kabla kitu hakijatengenezwa, lazima kusudi kwanza lijulikane ili kitu kifanye nini? Kitengenezwe. Kwa aliyetengeneza kiti cha kwanza, tuashumu ndio kitu cha kwanza duniani akilikuwa kipo. Aliyetengeneza kiti, sio kwamba kulikuwa kuna muhunzi au carpenter mmoja akawa tu anachukua mbao anaunganisha, baadaye akasema hichi mbona kimekaa vizuri hichi, kinaweza kufaa kukaliwa akakalia. Sasa tunakihitaji tukiite kiti. Ndio ilikuwa hivyo? Hapana, kulikuwa kuna tatizo kwamba
ni wakati wa kukaa. Kwa nini watu wakae chini? Kwa nini wasiwe kuwa na kitu ambacho wanakaa vizuri, wanatulia, wanaweza kukula vizuri au kukaa mezani namna. Kwa akafikiria akasema, kichwani akaunda, akapata picha kwanza. Alipopata picha akaihamisha picha yake, ndo akatengeneza nini? Kiti. Tafsiri yake ni nini? Wewe kabla hujaumbwa, maana yake aliyekuumba alishafikiria na kuwaza unakuja duniani kufanya nini. Ndio maana hakuna mtu wa bahati mbaya duniani. Huwa naambia watu, hata kama ulizaliwa nje ya ndoa, kwa sababu Mungu alikuwa na uwezo wa kuzuia hiyo mimba. Kama alikuruhusu uje duniani, maana yake wewe una kusudi kubwa ambalo yeye anajua umekuja kulikamilisha. Hata kama baba yako alikukataa, yeye hajakuumba, yeye alitumika tu kama sehemu, lakini aliyekuumba anajua kabisa huyu mtu ana jambo fulani ambalo anatakiwa kuja kufanya duniani. Kwa hiyo ukiona kitu kimeexist, maana yake hicho kitu nyuma yake kuna nini? Kuna kusudi. Kwa hata na wewe pia kuna kusudi lililomfanya Mungu akuruhusu uje hapa duniani. Jambo la tatu, sambamba na hilo la pili, maana yake ni kwamba kusudi lako lilitangulia kabla ya uumbaji wako. Kusudi lako lilitangulia kabla ya uumbaji wako. Your purpose preceded your creation. Haukuumbwa alafu ndo tukaanza kutafuta kusudi. Lilitengenezwa kwanza kusudi, alafu ndo akasema tumpeleke nani ambaye anaweza kutimiza hili kusudi. Kwa hiyo naambia watu, naambiaga mimi nawaza kwamba hata kabla sijazaliwa, manake Mungu aliniplani vizuri sana. Akasema bana, pale Tanzania ikifika miaka fulani tunahitaji mtu wa namna fulani, atakayeandika vitabu fulani, atakayezungumza na watu kwa namna fulani, atakayetatua problem. Sasa huyu mtu anatakiwa azaliwe mwaka huu, ili inapofika ule mwaka wale watu walioandaliwa kumsikiliza wawe tayari. Na ili awe mzuri lazima apitie changamoto hizi kwanza, zimjenge vizuri, ili atakapozungumza. Hivyo vitu vyote Mungu alikuwa amevipangilia. Kwa baadaye ndo mama yangu na baba yangu wakapata neema ya mimi kupitia kwao. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mchoro ulichorwa mapema sana. Kwa wasomaji wa Biblia wanafahamu, kuna mtu mmoja anaitwa Nabii Yeremia. Mungu alikuwa anamtuma mahali, anamwambia aende. Akasema mimi bwana siwezi, mimi mdogo. Na nikamwambia kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikufahamu. Kwa hiyo kumbe maisha yetu sisi hayaanzi wakati mama yetu anakuwa mjamzito. No, alisema kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako. Kwa maana yake aliexist, alikuwepo kabla mama yake hajawa mjamzito. Kwa hiyo wewe sio bahati mbaya. Hebu jiambie mimi sio bahati mbaya. Sema kwa kujiamini. Mbona kama unaongea kama bahati mbaya? Sema kwa kujiamini, mimi sio bahati mbaya. Okay, namba 4. Uwepo wako, wewe kuwepo hapa, ni ushahidi tosha kwamba unalo kusudi. Uwepo wako tu, your existence is a proof that you have a purpose. Uwepo wako ni ushahidi kwamba lipo kusudi. Kwa nini? Kwa sababu tumejifunza principle namba 3 inasema hakuna kitu kinachokuwepo bila kusudi kufanya nini? Kutangulia. Kwa hiyo maana yake wewe kuwepo tu tayari wewe unaonyesha una kusudi, kwa sababu hakuna kitu kinaruhusiwa kuwepo kwa kanuni ya uumbaji, kinaruhusiwa kuwepo bila kuwa na kusudi. Hairuhusiwi. Kwa hiyo ukijiona upo duniani hapa sasa hivi, maana yake tayari una kusudi. Kwa tafsiri nyingine, hakuna mtu ambaye hana kusudi. Kila mmoja ana kusudi fulani. Namba 5, kama haujui kusudi lako, haimaanishi kusudi halipo. Kama haujui kusudi lako, haimaanishi kwamba kusudi halipo. Unajua kuna watu wengine sana, mimi sina kusudi. Unamuuliza kwa nini? Mimi sijui kusudi lako. Sasa kutokujua haimaanishi halipo. Niwatolee mfano mwingine tena ambao wa kawaida. Remote, nani anafahamu remote ya TV? Hata kama sio kwako, kama umeenda kwa jirani kumtembelea ukaiona. Remote, unafahamu remote? Ina vitufe vingapi kwa makadirio vile vya kubonyeza? Ukikadiria vinaweza vikafika vingapi? Kama 24 mpaka 30, sio? Okay, tuchukue 24.
Kuna watu ambao tuna TV nyumbani, si ndio? Tunatumiaga vitufe gani? Cha kwanza kuwasha na kuzimia, hicho kimoja, si ndio? Cha pili kuongeza sauti na kupunguza. Kingine kubadilisha channel. Cha tatu kingine mute, unataka kuongea na simu. Okay. Kingine kupeleka mbele, kurudisha, kupozi, kufanya nini. Cha tano kingine exit. Okay, sawa. Cha sita kingine kubadilisha rangi. Wangapi mbadilisha rangi mara mwisho hapo? Hivyo mpaka uwe fundi kidogo. Wewe utakuwa fundi wewe. Kubadilisha rangi hiyo kali sana. Kingine okay, kuongeza mwanga, punguza. Unajua mtu tunavitaja 6 tu Umesha kujiuliza vile vingine vinafanyaga nini? Wewe upo tu, lakini unajua walipokuuzia TV kila kitufe walihesabu gharama yake. Kwa bei ya TV pale inajumlisha kila kitufe. Lakini kuna watu wanatumia remote mpaka TV inakufa na wanatupa. Hawajaweza kujiuliza. Na menu tunapewaga. Hawajaweza kujiuliza hivi vinafanya nini? Ilimradi tu kinawasha, inazima, inaenda mbele, inabadilisha channel. TV yangu iko okay. Sasa kama wewe hujui vile vitufe vitafanya kazi gani, inamaanisha havina kazi. Ila wewe ndio hujui. Sasa hivyo kuna watu ni kama ile remote. Hawajui kusudi lao ni nini. Kwa hiyo wanaishi duniani waki-underutilize uwezo wao. Kwa wanaondoka, kumbe kuna vitufe vingi sana vya maisha yao ambavyo hawajavibonyeza kwa sababu hawajui vinafanya kazi gani. Na wakifa tunasema kwa kweli marehemu Mungu alimpenda zaidi ingawa sisi tulimpenda. Mungu kule anakasirika. Sasa mimi nimempenda vitufe 26 ametumia kimoja tu. Nimempenda nini? Hasara tu ameletea hapa duniani. Mwambie jirani yako usimtie hasara Mungu bwana. Kwa hiyo kama haujui kusudi haimaanishi kwamba kusudi halipo. Kwa hiyo sio ukasema mimi sina kusudi. Kwa nini? Mimi kusudi langu silijui. Sema tu mimi silijui kusudi langu. Lakini haimaanishi kwamba hauna kusudi. Kila mtu ana kusudi. Namba 6. Umetengenezwa na uwezo wa ndani kutimiza kusudi lako. Umetengenezwa na uwezo wa ndani kutimiza kusudi lako. Kuna kitu kinaitwa innate ability. Yaani kuna uwezo ambao Mungu ameshakuwekea ili utimize lile kusudi ambalo upo. Kwa hiyo hii microphone iliyoishika hapa imeshatengenezwa, kusudi lake yenyewe ni kunasa sauti yangu, si ndio? Kwa hiyo imeshatengenezwa na uwezo wa kunasa sauti. Sihitaji kufanya chochote cha kukiongezea hapa ili itwe microphone, kwa sababu ilipotengenezwa, ilipotolewa kiwandani, imekamilika. Inachotakiwa ni kuona tu inaunganika na vitu gani ili ifanye kazi yake vizuri. Sasa na wewe ndivyo hivyo. Ulivyoumbwa kuna uwezo, kuna installation. Siku hizi ni rahisi kuelewa kwa sababu tunatumia simu, smartphone. Ukinunua smartphone wanakuambia download application gani ili uweze kutumia. Sasa zile application Mungu ameziweka tayari ndani yako. Unachotakiwa kufanya ni kujua namna ya kuzi-update ili ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa tayari una uwezo ndani yako. Sasa kinachotokea ni nini? Watu wengi sana wanajaribu kufanya kitu ambacho hawajaumbiwa kufanya. Mwanafalsafa mmoja anaitwa Albert Einstein alisema hivi: ukimhukumu samaki kwa uwezo wake wa kupanda juu ya mti, samaki ataishi maisha yake yote mpaka anakufa akiamini kwamba yeye ni mjinga, hana akili, kwa sababu hajaumbwa ili kupanda juu ya nini? Ya mti. Kwa hiyo ukimchukua samaki, panda juu ya mti, hauwezi. Afu unamchukua na nyani, panda juu ya mti, tisa amepanda. Unaona mwenzako nyani? Wewe una akili kabisa wewe. Kwa hiyo samaki ataishi akiamini kwamba yeye nini? Hana akili. Lakini kweli samaki hana akili? Anazo. Ila kwa nini? Uwezo na kusudi aliloumbiwa, anatakiwa aendelee kuishi kwenye maji. Lakini yeye anajaribu kuishi kama nyani. Matokeo yake nini? Atafeli. Sasa kuna watu ambao uwezo wao wanatakiwa wawe samaki, lakini wao malengo walionayo kwenye maisha, vitu wanavyovitamani kwenye maisha, wanataka kuwa kupanda juu ya mti. Matokeo yake nini? Wanafeli kabla hawajaanza. Na ndio maana lazima tujifunze kuhusiana na kusudi. Kwa sababu samaki nikimtoa kwenye maji nikamleta nchi kavu, nahitaji kumuua.
Sihitaji kumuua, sio? Na unahitaji kumkemea, kufa. Hamna. Yaani unahitaji kufanya chochote, ukimtoa tu ukimweka hapa, unamwangalia tu dakika chache anafanya nini? Anakufa. Na wewe ndivyo hivyo. Kama kusudi lako lilikuwa linakutaka uwe kwenye maji, ukajaribu kuwa sehemu tofauti, uhitaji. Ndio maana wakati wengine makanisani kifundisha naambiaga wakati mwingine shetani anasingizia watu. Hata usiki, yaani mwenyewe anashangaa, jamani wao wanadamu jamani. Hili na lenyewe, hili si ni mwenyewe huyu kabisa, ule ujinga wake huyu. Hausiki kabisa. Lakini kwa sababu kila kitu tunaaminisha kwamba umelogwa, si nguvu za giza, kila mtu anaamini kwamba hapa wao wanipendi. No, wakati mwingine ni wewe mwenyewe tu. Wewe ni samaki umejitoa kwenye maji, umejifanya unaenda kuota jua nchi kavu. Au mhitaji mtu akufanya chochote. Unakufa tu kifo chako vizuri, unaenda zako unakoenda. Tunaona vizuri? Okay. Namba ngapi tupo? Tunaingia namba 7, si ndio? Kuna mtu ananifuatilia? Namba 7. Unaweza kutimiza kusudi lako kwa kuwa wewe. You can only fulfill your purpose by being yourself. Unaweza kutimiza kusudi lako kwa kuwa wewe. Originality. Kati ya vitu tunavyomisi sasa hivi duniani ni watu ambao ni original. Watu wengi ni fake. Yaani watu wanaishi maisha ambayo sio halisi. Unavyowaona na walivyo kiuhalisia ni vitu viwili tofauti. Au mwingine anatamani kuwa kama mtu fulani. Ngoja nikwambie. Yaani kwa Mungu jinsi alivyotuumba, kila mmoja wetu hapa anaweza kuwa star. Kila mmoja wetu hapa anaweza kuwa mtu mkubwa. Kwa mtu mmoja siku moja alikuja kuniuliza akaniambia, "Sasa wewe unafundisha kila mtu afanikiwe. Sasa nani atamuomba mwenzake?" Nikamwambia, "Sasa si wewe kama unataka kufanikiwa ndio utaniomba. Kwani tatizo liko wapi? Wewe chagua. Kwani kuna mtu amekulazimisha? Wewe kama unataka, mimi nikisema nitafanikiwa, wewe sema sitafanikiwa. Shida iko wapi? Mimi nikisema nitakuwa tajiri, wewe sema mimi nitakuwa maskini. Shida iko wapi? Kila mtu aseme anachokitaka. Kwa nini nakuuma? Yaani kwa nini mtu akisema hapa kwamba mimi siku moja nitakuja kwa, kuna watu wanakasirika. Unakasirika nini? Wewe si useme mimi siku moja nitakuwa maskini, nitakuwa naomba, watoto wangu watakuwa naomba, nitakuwa nalala na njaa. Si useme. Sasa Mungu alivyotu design, na hiki kitu naomba kisinki kwenye akili yako vizuri. Kwa sababu kitakuondolea vitu vingi ambavyo sio vya lazima. Kwa mfano kuna watu wengi wako kwenye competition. Wanashindana na watu. Una haja kushindana na mtu. Kila mmoja ana nafasi yake ambayo anaweza kung'ara bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ukijua hivyo, utaonea wivu watu wengine. Utawachukia watu wengine. Utawapiga majungu watu wengine kwa sababu unajua nafasi yangu bado ipo. Ndio maana ukiangalia kwenye nyota za angani, kila nyota inang'aa. Hakuna nyota siku inaenda kumzibia mwenzake. Wewe na wewe umekaa sehemu nzuri, mimi ndo nataka hapo karibu na ikulu hapo wanione vizuri na mimi ning'ae na msukumo. Kila mtu ang'ae sehemu yake. Kwa hiyo unaweza kufulfill purpose yako kwa kuwa wewe, kwa kuwa original. Dr. Miles Monroe aliwahi kusema, watu wengi wanazaliwa original lakini wanakufa wakiwa copy. Purpose inakufanya unakuwa original. Na unajua faida original ni nini? Inakuwa na bei ghali kuliko fake. Faida original ni nini? Inakuwa adimu. Kila mtu anataka kitu original. Unapokuwa fake, thamani yako inafanya nini? Inashuka. Unapokuwa original, kila mtu anakutaka wewe kwa sababu wewe ni original. Sasa namna pekee ya kufulfill kitu unachokitaka kwenye maisha yako, hata unapoweka plans, ni kwamba determine kwamba mimi nataka kuwa original katika kitu ninachokifanya. Mimi wakati naanza kuongea, watu wengi wanakuwa wananishauri, bana wewe unaongea kama fulani, unajua kuna wakati unajaribiwa na unataka kuongea kama hao, lakini kila ukiongea unaona haiko sawa sawa, yaani unajiona kabisa hujaridhika, si ndio? Unajua hata tulivyo, kuna watu hata tulivyo, kuna namna mtu pengine anavaa na wewe unatamani sana, na mimi nataka, lakini ukivaa unakuwa umebeshwa na mizigo fulani, yani hata kutembea uwezi, yani. Sasa find your own style. People will love you because of your originality. Watu watakupenda kwa sababu ya ule upekee wako, kwa sababu original ni uniqueness. Original inaleta upekee. Upekee ndio unaoleta faida, unaofanya watu wakutafute zaidi kwa sababu wewe ni mtu wa kipekee. Kwa usiogope kuwa tofauti. Tunaelewana vizuri? Sasa kazi ya purpose moja wapo ni kukufanya wewe kuwa wa tofauti na wengine.
na ule utofauti ndio unawavuta watu kuja kwako. Namba 8, unaweza kuwa na mipango mbalimbali. Unaweza kuwa na mipango mbalimbali ya kutimiza kusudi lako. Unaweza kuwa na mipango mbalimbali ya kutimiza kusudi lako. Tafsiri yake ni nini? Kusudi halibadiliki, ila mipango ya kufikia kusudi inaweza kubadilika. Kwa hiyo ukaniambia leo umekuja unaniambia kusudi lako hili, kesho kuta nakutana na wewe unaniambia kusudi lingine, siku nyingine nakutana na wewe unakuta plans zinaweza kubadilika. Kusudi langu nikitoka hapa nifike Dar es Salaam. Hilo ni kusudi langu. End result naitaka kwamba nataka nifike Dar es Salaam. Nafikaje? Hiyo ni plan, si ndio? Nataka kusema nitarudi na drive. Ningesema hapana, mimi safari nimeamua nitapanda basi au nitapanda ndege. Hizo zote ni plani tofauti, lakini mwisho wa siku lina save nini? Kusudi. Kwa nataka uweze kutofautisha tunapokuwa tunazungumza mipango, malengo na kusudi. Ni vitu viwili tofauti kabisa, vifanani. Kusudi ni kitu tofauti, malengo ni kitu tofauti, mipango ni kitu tofauti. Kisichobadilika ni kusudi. Ile vitu vingine vyote tunaweza tukacheza navyo, tukavibadilisha ili mradi vinatimiza yale mambo ambayo tunataka yakamilike. Si ndio jamani? Nikiwa na njaa, kusudi langu mimi ni kushiba, si ndio? Ila nitashibaje tunaweza tukatofautiana. Ningesema tuwe nyumbani nikapike. Ningesema kuna chips pale nenda nikanunua. Ningesema hapana, mimi bana ngoja ninunue juice hapa na kitumbua nitakula nitashiba. Tunatofautiana, lakini wote mwisho wa siku tutasema tumefanya nini? Tumeshiba. Kwa hiyo watu wote wanaweza kusema kwa watu 50, kila mmoja anasema mimi nataka kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, nifanye hiki na hiki na hiki na hiki, vitu vinafanana namna hiyo. Lakini kila mmoja akapitia njia tofauti. Unaona vizuri jamani? Okay. Namba 9. Kusudi lako linategemeana na wengine. Your purpose is interdependent. Kusudi lako linategemeana na wengine. Kwa maneno mengine, huwezi kutimiza kusudi lako in isolation ukiwa peke yako. Unahitaji watu wengine na wengine wanakuhitaji wewe ili kutimiza kusudi. Si ndio? Kusudi la hii miguu ni kunisaidia kufanya movement kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Hem, tuzungumzie mwili ambao kila mtu anao. Kwa macho lazima yawepo ili miguu itimize kusudi lako. Kingine? Nini? Ufahamu. Lazima kwanza ni decide, si ndio? Kwamba natoka hapa naenda pale. Lazima nifanye. Bila hivyo mguu haumove. Si ndio? Kingine? Nguvu. Ujala. Kuna watu wakiambiwaga, kuna mtu mmoja kwanza, mimi siwezi kufunga sana. Nikifunga yani nikifika saa 7, mwili wote umelegea, naona kama nakufa kizunguzungu, siwezi kutembea. Hata ukitaka kuamka unashindwa, si ndio? Kuna watu ambao miguu nayo haina shida, lakini yuko hospitalini ni mgonjwa, anaumwa, hana nguvu za kutembea. Kwa hiyo miguu inaweza kutembea, lakini inahitaji nini? Nguvu. Na kuonyesha namna ambavyo purpose yako iko interdependent, imekuwa connected na vitu vingine. Si ndio? Kingine unachohitaji? Unahitaji njia ya kupita. Unahitaji njia ya kupita. Kingine? Unahitaji balance. Hivyo unafikiri kutembea ni rahisi ya? Kuna hiyo michezo tutoni tulikuwa tunafanya, unazunguka hivi, afu unaachiwa. Ushakuiona ile? Unaweza ukafika pale? Unahitaji balance, na balance ni function ya ubongo. Ndio maana mtu akilewa, kitu cha kwanza kinaathirika ni balance. Anakuwa anajua anakotaka kwenda, yaani kwenye malengo tuko hivyo hivyo. Kuna watu vitu vinawalewesha kwenye malengo. Amefika Januari yuko soba vizuri. Februari ameshaleweshwa na maisha, unakuta tu anaenda hivi anarudi nyuma, anaenda. Disemba tunafika hakuna mahali ameenda. Ameandika tu lakini hamna kitu. Okay? Kwa hiyo kusudi lako wewe linategemeana na makusudi ya watu wengine. Ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda pale akasema kuhusiana na power of association. Nafikiri ni MC wetu hapa kwamba kuna watu ukiambatana nao wana uwezo wa kukutoa nje ya kusudi lako. Ukashindwa kutimiza kusudi, sio kwa sababu una uwezo
Sio kwa sababu ulijui, lakini kwa sababu ile interdependence, umekaa na watu ambao hawahusiani na unakotaka kwenda. Kwa matokeo yake mwisho wa siku unashindwa kufika unakotakiwa kwenda. Tunaelewana vizuri jamani? Hii napenda kutoa mfano mmoja nilisomaga kwenye kitabu cha Dr. David Oyedepo. Alikuwa anahadisia kwamba kulikuwa kuna watu wawili ambao walikuwa wanasafiri airport. Na walikuwa wamekaa pale sema kusubiria ndege, ambapo ndege ndio zinaitwa, kila mmoja anapanda. Mmoja kama mwongeaji, sio kukutana na mtu ambaye yani anaongea mpaka unataka kukereka. Alafu na wajuani wamekutana tu hapo. Alafu mwingine mpole mpole. Kwa hiyo mwingine anaongea kweli kweli. Baada hapo ndege ikaitwa. Yule mwingine ambaye sio mwongeaji akamwambia, bwana, ndege yangu imefanya nini? Imeitwa, naomba niende. Akaanza kumuuliza, na kwangu umeisikia? Akasema, mimi kwa sikisikia kwako, nilikuwa nasikiza kwako. Sababu kwa nenda sehemu mbili tofauti. Alipoenda kwenye deski kuuliza, akamwambia, ndege yangu mlishaitwaga muda mrefu sana. When you hang around wrong people, you will miss your destination. Ndio maana unapokuwa kusudi inakusaidia kujua interdependence, kwamba nani hasa anatakiwa unganike na kusudi ambalo nilo nalo. Tuko pamoja? Namba 10. Kusudi ni la kudumu. Purpose is permanent. Kusudi la kudumu. Tunaweza kubadilisha design, tunaweza kubadilisha quality, lakini tunataka kutimiza kusudi lile lile. Unaweza kubadilisha kama peni ambayo nimetolea mfano. Kuna peni za aina tofauti, ndio. Zote tunasema zinatusaidia kuandika. Lakini ukichukua peni 3-4 hapa, muundo utaona uko tofauti, rangi iko tofauti, namna zinavyoonekana ziko tofauti, lakini zote kusudi lake ni moja. Maana yake ni kwamba tunaweza tukawa tuna makusudi ambayo yanatupeleka sehemu moja, lakini design zetu zikawa ziko tofauti za kufikia hilo kusudi. Kwa mfano, mtu anasema, kwa nini nimekutana anasema, yaani mimi nahisi Mungu alileta hapa duniani ili niwasaidie watoto yatima. Anaamini hivyo. Sawa? Lakini kuna ambaye anasema hivyo, anasema mimi kitu pekee Mungu ameniambia kufanya namna ya kuwasaidia ni kuwapa mafunzo. Kwa hiyo nitakuwa naenda na wafundisha kujiamini. Mwingine anasema naenda na wafundisha kutengeneza miradi yao au wenyewe wajiingizie pesa. Mwingine anasema mimi nitajenga kituo cha watoto yatima. Si unaona hapo Mwingine anasema mimi nitatetea haki zao. Wote hawa wana design tofauti za kufanya, lakini kusudi lao ni moja. Kwa hiyo ukasema mbona wewe unafanya hivi? Kila mmoja anafanya kwa design yake, lakini kila mmoja anajua anachotaka kwenda kukitimiza. Alright? Namba 11. Hautengenezi kusudi lako, ila unaligundua. You don't create your purpose, you discover it. Haulitengenezi kusudi, unaligundua. Kwa hiyo unapoona kitu usemi kwamba sasa ngoja nitengenezee kusudi hichi. Wewe unagundua kumbe hii mic kazi yake ni kunasa sauti. Kumbe hii peni kazi yake ni kuandika. Unaligundua lile kusudi, lakini haulitengenezi. Kwa hiyo wewe pia utengeneze kusudi lako. Unachotakiwa kufanya ni kuligundua kwamba hivi mimi kusudi langu ni kitu gani kwenye maisha yangu. Na cha mwisho, kusudi lako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Baba nisisitize vizuri sana. Kusudi lako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Ukisikia mtu anasema mimi bana kusudi langu nataka kufanya biashara mkubwa, nipate pesa, nijenge ghorofa, niishi maisha mazuri, unaweza so what? Basi ndio hivyo tu. Yesu anajua tunataka tuenjoy maisha bana. Hiyo sio kusudi. Hiyo tunaita ambition. Mungu alivyotuumba, na naomba unisikilize, ukiweza kupata hii secret itakusaidia sana. Mungu unisikilize vizuri sana. Mungu alivyotuumba, tunatakiwa tutajirike na kupata pesa ikiwa ni matokeo ya sisi kuliishi kusudi letu linalogusa maisha ya watu wengine. Naomba nirudie tena. Tulivyoumbwa ili upate pesa zisizoisha, ili ufanikiwe kwa kiwango kisichoisha, ni kwamba unatakiwa uliishi kusudi lako katika namna ambayo inagusa maisha ya watu wengine, na wale watu wengine wakulipe pesa kwa sababu ya wewe uliishi kusudi lako. Nitapa mifano. Diamond anaimba.
Alikiba anaimba, sio Harmonize anaimba nyimbo, si ndio? Wamepewa kipawa cha kuimba, wana entertain watu. Ukiwauliza utasema bana, mimi naimba, naona nimeletwa ili niwaburudishe watu, wafurahie, waondoe stress. Mimi nafikiri ndio kusudi lao. Ndio atasema hivyo, si ndio? Wanajiimbia wenyewe. Wanapataje hela? Wanaimba, wewe unafurahi. Ukifurahi unawapa hela kwa sababu wameishi kusudi lao. Kwa hiyo wanavyogusa watu wengi zaidi katika kitu wanachokifanya, ndivyo ambavyo wanapata pesa nyingi zaidi. Kuna washabiki wa mpira mko kila siku wanagombania Ronaldo na Messi nani mkubwa. Ronaldo wewe, Messi anacheza timu moja tu miaka yote, hamna kitu. Ronaldo ndo mwenyewe amechukua kombe huku, amefanya. Mnagombania. Mkiwa na DStv pale nyumbani unalipa subscription ili umuone Messi ambaye hata hakujui, ili uangalie movie ambayo mtu hata hakujui. Lakini yule anayecheza movie, yeye anasema bana, mimi nafikiri nimeumbwa ili ndio kusudi langu, na analifanya kwa bidii, anaenjoy, anafurahia. Lakini mwisho wa siku wewe kwa yeye kuishi kusudi lake unamlipa. Hiyo ndio formula ya maisha. Ukiweza kuishi kitu ulichoumbiwa kikagusa maisha ya watu wengine, wale wengine wataendelea kukulipa kwa kuishi kusudi lako. Kwa maana yake nini? Ronaldo au Messi anafurahia kucheza mpira. Kwani ameanza kucheza mpira leo? Hata akiwa huko mtaani alikuwa anacheza mpira. Wewe uende uwanjani, usiende uwanjani, yeye bado anajua ana kipaji cha kucheza mpira. Kwa hiyo anafurahia, anaenjoy, anacheza mpira, lakini kwa kuenjoy kwake wewe unaendelea kumlipa. Kwa hiyo Mungu alivyo design maisha yetu ni hivi. Ili uyafurahie maisha yako, lazima ujue ulichoumbiwa kuishi. Ukiishi hicho kwa sababu ndio kinakufurahisha, alafu watu wakulipe kwa hiyo kufanya kitu ambacho unakipenda. Usipofanya hivyo, kitakachotokea ni nini? Kuna kitu utakuwa unakifanya lakini kinakupa stress ingawa kinakupa hela. Ndio maana ukuta mtu anakwambia, ni kazi bana, natafuta tu, nipo najishikiza. So unajua kuna watu wanajishikiza mpaka wanazeka. Yaani mimi nipo najishikiza hapa, najishikiza. Lakini anajishikiza mpaka, yani amejishikiza mpaka amekamatika. Yaani sio tena kujishikiza, amegundishwa. Ameshindwa kufanya. Lakini anachukia, sio kwamba hela hapati. Mshahara anafanya nini? Anapata. Lakini hafurahii kwa sababu hakuumbwa kufanya hicho kitu. Kwa design ya maisha iko hivi. Jua kusudi lako. Liishi kwa sababu tayari una uwezo nalo na litakufurahisha kwa sababu ndio passion yako unaigundua huko ndani. Kwa hiyo utakuwa unafanya huku ukienjoy. Lakini wewe kwa kuenjoy kwako kuna wafanya watu wengine waguswe na kile unachokifanya alafu wakulipe in return. Sio kama umeelewa hapo vizuri? Nani ameelewa hiyo formula? Hayo wengine bado hawajaelewa. Kwa tafsiri yake ni nini? Ndio maana mimi mtu yote akija kuniuliza hivi, hata juzi kuna mtu alikuwa amenitumia message ananiambia na milioni asema 12 nafikiri. Na milioni 12. Nifanye biashara gani itakayonilipa? Hilo sio swali sahihi. Sio swali sahihi. Kwa sababu kwenye kila biashara unaofikiri inalipa, kuna mtu analia na ameilani hiyo biashara, hataki kuiona. Na kwenye kila biashara unasema haifai, kuna mtu ametajirikia kupitia hiyo biashara. Hakuna biashara inayotajirisha au inayofelisha, ila kuna mtu wa aina fulani ambaye akiingia hiyo sehemu anaweza kufanikiwa. Kwa badala kutafuta kitu sahihi, lazima kwanza uwe mtu sahihi. Sio kuna mtu ananielewa vizuri hapo? Kwa cha kwanza unatakiwa ujue, kwa sababu ndio formula, ndio kanuni, na ukielewa hii kanuni itakuelezea mambo mengi sana. Wala unafuatilia mitandao, mimi naandika kila siku. Kila siku lazima nipost. Kiamka tu asubuhi. Na ni hobby, na sijaanza leo, na miaka mingi sana nafanya hicho kitu. Hata kabla sijaanza kulipwa. Yaani ninachokifanya leo ndicho hicho ambacho nilikuwa nakifanya zamani. Sema kwa sababu watu walikuwa wanijui. Lakini the same thing. Kwa mimi si struggle. Kwa hiyo ni kitu njoo ufundishwe si manager wa kurugenzi. Si struggle, yaani ni kitu cha kawaida tu na na enjoy. Nitasoma, nitajiandaa, nikaenda pale naongea. Wananilipa kwa kufanya kitu ambacho mimi nakipenda. Na ndivyo tulivyo designiwa. Sasa tafsiri yake nini? Maana yake mimi naweza nikafanya mpaka nazeeka. Kwa sababu si feel pressure yote, sioni stress yote. Na kwa sababu nafanya hicho kitu, kuna vitu, nimesema pale mwanzo kwamba unapokuwa na kusudi kuna inability ambayo Mungu anakuwa ameweka inayoendana ile na kusudi. Kwa mfano, mimi napenda kusoma vitabu by nature tu. Kuwe na mtihani, kusiwe na mtihani. Yaani usomaji wa vitabu ni part and parcel ya maisha yangu.
Kwa leo ukiniambia bana njoo tufundishe siku kitu fulani na naweza nikakaa chini nikasoma topic ambayo sijawahi kuisoma maisha yangu, nikaielewa, nikaandaa na nikaenda kuifundisha. Kwa nini? Ndicho nilichoambiwa kukifanya. Kwa hiyo nina uwezo wa ndani wa kufanya hicho kitu. Kuna siku moja nilikwenda sehemu nikawa nafundisha psychology. Mimi sijasoma psychology. Nikawa naenda kufundisha psychology. Sasa psychology ya management. Kwa hiyo wamechukua CEO wa taasisi mbalimbali wanafundisha. Kwa hiyo nikawa nafundisha psychology ya change. Sasa katika ile panel ya wale nilikuwa nawafundisha, alikuwepo dokta mwenye PhD ya psychology. Nikaanza kufundisha models za psychology. Nilipomaliza akanifuata. Akaniambia, "Ulisoma psychology?" Nikamwambia nilisoma lakini sio chuoni. Nikamwambia na vitabu, nasoma out of interest. Akasema hicho unachokifundisha, mimi kuna wanafunzi na wasimamia wa PhD. Kuna mmoja ndio project yake yani anaandikia kwa ajili ya eneo. Basi na mimi unichukue tu tumalize afu tumalizane tu. Lakini nataka kusema nini? Ni inability ambayo ipo kwa sababu ya kusudi ambalo ninalo. Sasa wewe ukijaribu kufanya utashangaa uwezi. Utasema mbona mimi siwezi? Kuna cha kwako ambacho mimi ukikifanya nikikuona nitakuwa nakutamani. Nitakuwa natamani yani jamaa ana kitu cha kipekee sana. Na mimi nitakuwa nakuadimaya wewe. Na wewe pia unaniadimaya mimi. Kwa mwisho wa siku kila mtu anamwadimaya mwenzake, maisha yanaendelea. Hakuna kugombana, hakuna kufanya nini. Mfano mwingine. Embe, mti wa mwembe. Ukizaa embe, hauli embe. Mti wa embe unakula embe. Mchungwa unakula machungwa. Kusudi lako wewe sio la kwako. Tunautunza mwembe kwa sababu unatupa nini? Matunda ya kula. Kwa hiyo tunaupalilia, tunautunza, unatupa vizuri. Kwa hiyo kwa kuendelea kuzaa maembe ndio anaendelea kutunzwa vizuri. Na wewe hivyo hivyo kwa kuendelea kufanya kitu ambacho kinawafaidisha wengine, kinawagusa wengine, ndivyo wale watu wengine watakupa thamani yako. Kwa hiyo unapoweka malengo yako usiweke tu hivi hivi. Hata kwenye uumbaji binadamu tunavuta nini? Hewa gani? Oxygen. Tunatoa nini? Carbon dioxide. Mimea inavuta nini? Carbon dioxide. Inatoa nini? Interdependence of purpose. Yaani Mungu ndo alivyo, ndo formula. Ukikosea hiyo utastruggle maisha yako yote. Yaani wewe kama unataka tu ngoni angalia na naweza nikamchomoa jamaa hela hapa. Akikamsuli fanye utakuwa tapeli. Au utatajirika kidogo, utapata hela kidogo lakini zile pesa hazitakuwa na nini? Muendelezo. Kwa sababu hauna formula. Formula gusa maisha ya watu kwa kutumia purpose yako. Na watu watajifeel wana wajibu wa kukurudishia wewe kile kitu ambacho unacho. Kwa pesa ni nini? Tulijifunza somo la ongeza kipato nilipokuja mwezi wa 6. Pesa ni matokeo ya kugusa maisha ya watu. Kigusa maisha ya watu kwa njia yote. Inawezekana kipaji, inawezekana kibiashara, chochote kile. Ukiweza tu kugusa maisha ya watu kwa namna fulani, watu wanalazimika kukulipa wewe pesa. Kwa pesa ni matokeo. Ndio maana huwa nawaambia watu, hatutafuti pesa, tunavutia pesa. We don't chase after money. We attract money. Ukizikimbiza utazipata. Tengeneza mazingira ziwe zenyewe zinakutafuta. Ndio formula halisi ambayo unatakiwa kuwa nayo kwenye maisha yako. Yaani wewe ukae mpaka ufikirie mpaka umezeeka, yaani umekuwa mtu mzima. Hivi fikiria umeshakuwa mzee mfano na miaka 90. Afu kijukuu kinakuja kweli. Baba, hivi kusudi lako lilikuwa nini tangu unakuwa hapa duniani? Utajisikia vizuri kweli? Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima ulipe gharama. Na watu wengi hawataki kujishughulisha kwa sababu ni kitu kinaonekana kigumu. Sasa unawezekana leo usijue moja kwa moja, lakini at least mimi ninachotaka uondoke hapo ukiwa na at least mwanga sehemu ya kuanzia ili ukalifanyie kazi zaidi. Tunaona vizuri eh? Ukiweza kujua kusudi lako, swala kupanga goals, plans ni kitu kirahisi sana. Kwa sababu utapanga kulingana na kusudi na una uhakika lazima utafanikiwa. Assurance ya kwamba mimi lazima nitafanikiwa haitokani na ubora wa kuweka mikakati. Inatokana na uhalisia kwamba hiki ninachokifanya ni sehemu ya kusudi langu. Hiyo ndio inakupa uhakika.